Kingi Shirindu Mandra jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Mheshimiwa Halima, jiandae naibu waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Mimi nitatambua umashuhuri wako wa kufanya kazi Mheshimiwa na waziri na naibu waziri pale ambapo mtatatua mgogoro kati ya wananchi wa majimbo mawili, jimbo la Kawe katika mitaa ya Madale, Mbopo, Mabwepande na jimbo la Kibamba pale kwa ndugu yangu Mtemvu, mitaa ya Tegeta A, Msumi A, Msumi B, Kulangwa na Kulangwa. Kwa huu mgogoro wewe ni waziri wa tatu. Nilianza kueleza hapo bungeni wakati waziri akiwa Mheshimiwa Mabula akashindwa kutatua. Nikaeleza waziri alipokuwa Jerry Silaa akakwama kutatua. Sasa wewe ni waziri wa tatu. Mheshimiwa Dejembi, kwa sifa unazopewa, ninaomba basi sifa hizo wananchi hawa zaidi ya 250,000 ambao wanaathirika kwa maeneo yao yaliyochukuliwa na DDC mwaka wa 80 kwa kuto kufuata utaratibu, kwa sababu serikali ya kijiji haikushirikishwa wala haikutoa baraka. Wakaenda kupata hati mezani. Hati ilikuwa inawataka kwa maelezo yao wafanye kilimo na ufugaji. Miaka 50 baadaye hawajawahi kufuga kuku wala hawajawahi kulima bustani ya mchicha. Wameenda kutaka kuondoa wakazi wa asili, na ambao wakazi wa asili kwa sheria za ardhi za kipindi kile walikuwa na umiliki halali, na wao wameuzia wananchi wengine. Kwa tunapozungumza watu 2,500, tunazungumza raia ambao walikuwepo kipindi kile kama wananchi ama wakazi wa asili, na wananchi wengine waliokuja kununua maeneo. Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana, nimesoma hotuba yako. Unasema kwenye mwaka huu 25-26 mnataka kutatua migogoro 3,000. Ninaomba kwa hisani kabisa, eneo hili ama mitaa hii 7 niliyokutajia ambayo yanaingia kwenye jimbo la Kawe na jimbo la Kibamba, katafute ufumbuzi. Hali za wananchi ni ngumu tunapozungumza. Ni bahati mbaya viongozi waliopewa dhamana kwenda kuhudumia wananchi, kwenda kuwasikiliza wananchi, kwenda kutatua migogoro kwa busara, wametukua watumia busara. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam, jeshi la polisi na mitutu ya bunduki linasumbua raia wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, hapa nina matangazo mawili. Hili jambo lingeshughulikiwa na Mheshimiwa Mabula, hili jambo lingeshughulikiwa na Mheshimiwa Jerry Silaa, haya matangazo mawili yasingetokea. Kuna tangazo la tarehe 10 Februari 2024 limesainiwa na mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Anasema anaenda kuuza viwanja vya halmashauri Mabwepande. Tangazo la pili tarehe 9 Mei 2025 limesainiwa na Shedrack Maximilian, anaenda kuuza maeneo. Na mbaya zaidi, watu wamejenga nyumba zao, watu wana viwanja vyao, viwanja vyenye nyumba na viwanja ambavyo havina nyumba vinauzwa wakati wananchi wako ndani ya ardhi yao. Hii ni nchi huru. Ardhi ya Tanzania
ni mali ya Tanzania. Mheshimiwa Rais amepewa dhamana, tunaomba usaidie kumaliza huu mgogoro. Mheshimiwa, taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, anazungumza nusu vizuri, nusu haijakaa vizuri, na kwa sababu kanishirikisha na nafasi ya kumpa taarifa. Serikali imejitahidi kwenda na huu mgogoro kwa hatua, na hatua ya kwanza waliofanya chini ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ambayo hayajavamiwa tayari. Twende taratibu. Acha kunipotezea muda. Maeneo ambayo hayajavamiwa katika eneo hilo, Mheshimiwa Naibu Spika, tayari serikali imetangaza wananchi waombe wapewe, lakini maeneo ambayo yamevamiwa serikali imetoa maelekezo tayari wananchi walipie kwa square mita shilingi 3,000 badala ya yale ambayo hajavamiwa square mita ni 15,000. Unaweza kuona tofauti hapa serikali iliyofanya. Waheshimiwa, tunaendesha bunge kwa kanuni. Taarifa ni sehemu ya haki ya mbunge ndani ya bunge. Na msemaji anapewa taarifa, jibu lake ni moja tu, kukubali taarifa au kuikataa na endelea na shughuli zake. Mheshimiwa, haina haja kutupiana maneno, haina haja kugombana, wala haina haja jambo lolote. Ndio kanuni zinaposema. Na Mheshimiwa Halima, wewe ni mwanasheria, hizi kanuni tumetunga pamoja. Endelea. Mheshimiwa Naibu Spika, sipokei taarifa na ninamshauri mbunge. Acha upokee taarifa, endelea. Sipokei taarifa. Ushauri wangu ni kwamba akasome nyaraka zote za historia ya mgogoro huu, aende shule akajifunze. Mimi ni mbunge wa mwaka wa 20 sasa. Siwezi kusimama bila kuwa na nyaraka ya kuonyesha historia ya huu mgogoro ulitoka wapi mpaka tumefika wapi. Mheshimiwa Waziri, mgogoro huu unahusisha maeneo ambayo yana shule zaidi ya 15, yana vituo vya mafunzo vya serikali, kuna zahanati zaidi ya 3, kuna viwanda zaidi ya 5 Mheshimiwa, kuna taasisi za kidini zaidi ya 6, kuna makanisa, kuna ofisi za serikali, kuna maeneo ya wekezaji, kuna maeneo ya maziko na kuna vituo vya kulelea watoto yatima. Kwenye eneo ambalo linahusu ekari zaidi ya 5,000. Kwa nimalizie, juzi wananchi walikuja wakakuona wizarani, umewaahidi wananchi utaenda kwenye maeneo husika kati ya tarehe 2 mpaka tarehe 7 mwezi wa 6. Wananchi wameshajitangazia huko kwamba waziri wa ardhi unaenda kuwatembelea. Ninaomba ahadi yako itimie, ukatatue mgogoro. Ushauri wangu mwingine, Mheshimiwa Waziri, ushauri wa bure kabisa, nenda sikiliza pande zote. Watu ambao wanashiriki kukandamiza wananchi sasa hivi, wakijua na ziara watakuwa wakupotoshe. Sikiliza upande wa serikali, sikiliza upande wa wananchi, upate kweli haki itendeke. Jambo la mwisho, tunalalamika hapa na naomba waziri utujibu. Tarehe 2 Februari 2022 Benki ya Dunia iliingia mkataba na serikali. Kengele yako ya pili shapigwa. Mengine mwandikie waziri. Ndio utaratibu wa bunge. Hata mpira kufika dakika 90 kama mfungwa moja hujarudisha ndo basi tena. Mheshimiwa Jessica.